Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia ambayo yanapatikana katika kitabu cha mwongozo, na katika robo hii ya pili ya mwaka 2026 tunacho kichwa kinachosema kuwa katika uhusiano na Mungu. Tumekuwa na masomo mazuri yaliyotangulia na leo tuko katika somo la 3 ambalo linaendelea kufafanua tunawezaje kukua katika uhusiano na Mungu. Na somo letu la 3, mpendwa msikilizaji, lina kichwa cha pekee kinachosema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Kiburi dhidi ya unyenyekevu. Na fungu letu la kukariri linatoka kitabu cha Luka sura ya 14 na fungu la 11, neno ambalo linasema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na ajidhilie atakwezwa. Nikusihi tuweze kukaribisha Roho Mtakatifu ili awe mwalimu kwetu katika siku hii ya leo. Tuombe. Mungu mtakatifu, saa imefika, tunahitaji kusikiliza sauti yako kupitia maandiko matakatifu. Tunaomba ukawe nasi kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kiburi dhidi ya unyenyekevu. Ingependeza sana ikiwa tungeweza kupata maana japo kwa kifupi sana. Ina maana ya haya maneno mawili. Unyenyekevu na kiburi ni maneno ambayo kwanza kwa haraka utaona kwamba neno moja linakuwa kinyume cha lenzake, ikiwa inamaanisha ya kwamba haiwezekani ukawa na kiburi hapo hapo ukawa na unyenyekevu. Katika lugha ya Kiyunani, neno kiburi linamaanisha kujikweza, kujiinua mwenyewe hadi juu. Ni tendo ambalo ni tendo la makusudi, tendo ambalo nafsi inalifanya ili nafsi hiyo ijione ya kwamba imepanda juu ya ile hali ambayo haikupaswa kuwa. Kwa hiyo kiburi katika lugha hii ya Kiyunani cha Agano Jipya inamaanisha kujiinua mwenyewe kwa nguvu za nafsi yako. Ikiwa inamaanisha kutafuta heshima, kutafuta cheo, kutafuta kutambuliwa kwa njia ambayo inapingana na utaratibu wa Mungu. Na hivyo kwa muktadha wa Luka sura ya 14, Yesu tunakumbuka alitoa mafundisho haya akiwakumbusha watu hata wawapo katika sherehe au wawapo karamuni wasipende kuketi viti vya mbele, kwa sababu yumkini viti vile vikawa viwahusu wakaja kutolewa wakati watu wameketi. Ni aibu kiasi gani ikitokea jambo kama hilo. Na neno unyenyekevu katika lugha ya asili lilimaanisha kuchagua kuwa chini kwa hiari, ikielekeza ya kwamba mtu anaamua kushuka, anaamua kutanguliza wengine, ikiwa inasimamia maana ya kwamba unyenyekevu si udhaifu wala kujidharau. Hiyo ni kwa muktadha wa maandiko matakatifu ya kwamba mtu anapokuwa amenyenyekea haina maana ya kwamba amejidharau, bali ameamua kujishusha akiwatanguliza wengine. Hivyo maneno haya yana maana gani katika Ukristo wetu? Rafiki, tunapokuwa katika hali ya kukuza uhusiano wetu na Mungu, tunapaswa kutambua ya kwamba tabia ya Mungu ni upendo, tabia ya Mungu ni unyenyekevu, tabia ya Mungu ni kuakisi tabia yake. Huwezi ukakuwa katika uhusiano na Mungu wako ikiwa una kiburi. Asili ya kiburi inatokana na Lucifer. Lucifer alikuwa ni malaika aliyeumbwa vizuri, malaika aliyekuwa na nuru, na hilo jina lake tu lilimaanisha nuru, na hivyo ikamfanya ajisikia kwamba anapaswa kuwa juu kuliko aliyemuumba. Kwa hiyo
Kwa maana nyepesi ni kwamba kiburi chanzo chake ni nafsi, lakini unyenyekevu chanzo chake au tabia ya unyenyekevu ni tabia ambayo inaongozwa na mtu anayemtazama Mungu, ni mtu aliye katika mahusiano na Mungu. Na kiburi lengo lake ni ili utambuliwe na watu wanaokuzunguka, lakini unyenyekevu ni kutambuliwa na Mungu. Yaani unaacha Mungu ndiye akuone, alafu ndipo aweze kuhesabia haki. Wakati kiburi kinataka watu wakutambue wewe ni nani, una uwezo gani. Hilo ni kiburi kwa mtazamo ambao mwanadamu anataka ajulikane na watu wanaomzunguka. Lakini kiburi kinasukumwa na matendo. Yaani unafanya mambo ili watu wakuone, unatenda ili watu wakuone, unatenda kwa mkao ambao ni wa kushindana, unajilinganisha na watu. Lakini tunapokuja kwa habari ya unyenyekevu, ni maneno ambayo au ni neno ambalo linashuhudiwa kwa kujishusha, lakini pia kuwa tayari kutumikia wengine. Lakini hatima ya haya maneno yote mawili, kiburi kama fungu linavyosema kwamba anayejikweza anashushwa, mwenye kiburi ni lazima atashushwa, lakini aliye mnyenyekevu kwa wakati wake atakwezwa au atainuliwa. Moja kwa moja tunayakuta haya maneno na katika mifano mbalimbali ya Biblia. Tunakumbuka Farisayo na mtoza ushuru. Farisayo akijigamba, mimi si kama wengine, anajilinganisha na wengine. Kimtoza ushuru anamwangalia Mungu, anamwangalia Yesu ya kwamba mimi sistahili, yaani sina ujasiri hata wa kusogea, kwa sababu ninapomwangalia Mungu, ninapoangalia tabia yake, sifai na siwezi kusogea. Lakini mwisho wa siku sadaka ya mtoza ushuru, maombi ya mtoza ushuru, ibada ya mtoza ushuru ndiyo iliyokubalika. Na hivyo basi kiburi kinaonesha ya kwamba Lucifer alitaka kukaa kiti cha Mungu, lakini katika hali ya unyenyekevu Yesu Kristo anaacha enzi juu mbinguni na anashuka chini ili kuweza kuwakomboa wanadamu ambao walikuwa katika dhambi. Fundisho ambalo tunalipata hapo ni kwamba tumepaswa kumtazama Yesu Kristo zaidi, ili yeye kwa wakati wake aweze kutukweza. Baada ya huo utangulizi mdogo, niende moja kwa moja katika somo la juma hili. Somo la juma hili lina vichwa kadhaa, lakini kwa kifupi sana tutakwenda kuangalia mambo gani yanapatikana katika somo hili. Ni mambo kadhaa ambayo tutayaangalia, ambayo ni mafundisho au mambo ya msingi ya kujifunza kutokana na somo hili. Hivyo basi nikukaribishe tuweze kuenda pamoja. Cha msingi, tambua ya kwamba muombe Mungu atusaidie tusiwe na kiburi. Kushinda kiburi inamaanisha ni lazima tuweze kujinyenyekeza. Huwezi kujinyenyekeza kama hautaruhusu Roho wa Mungu awe pamoja nasi. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu kulifahamu na kulitambua, nilianza kwa kusema chanzo cha kiburi au asili ya kiburi ni nini. Asili ya kiburi kama tulivyosema ni Lucifer, akiwa anahitaji kuwa juu kuliko Mungu. Kwa hiyo chanzo cha kwanza kabisa cha kiburi ni Lucifer. Na mwanadamu yoyote, muumini yoyote, mfuasi yoyote wa Mungu anapomfuata Lucifer anakuwa na kiburi. Ina maana kwamba ukijiona una kiburi, ukiona mtu ana kiburi, ukiona kiongozi ana kiburi, basi ujue ya kwamba hamfuati Mungu bali anamfuata Lucifer. Kiburi kikiwa kinamaanisha hisia ya kwamba we ni muhimu zaidi au bora kuliko wengine.
Kwa nini Mungu asitusaidie tuwaone wenzetu kuwa bora kuliko sisi? Lakini pia tuwe tayari kushuka, na ndiyo itakuwa usalama wetu. Kwa hiyo katika hii pointi ya kwanza ya kiburi au asili ya kiburi, elewa ya kwamba dhambi ilianza kwa ubinafsi. Lucifer kama kerubi wa kufunika, kerubi aliyekuwa anang'aa, alitaka kuwa wa kwanza mbinguni. Ikiwa unataka kuwa salama, basi ruhusu Mungu aweze kushinda hali ya kiburi katika maisha yako ili uweze kuwa mnyenyekevu. Katika maandiko tunapochukua pointi ya pili ya kiburi pamoja na wokovu, kiburi kinapopewa nafasi kinafanya wokovu kutokuwezekana. Inamaanisha ya kwamba huwezi kuwa na kiburi hapo hapo ukawa mnyenyekevu. Kiburi ni tabia ya Shetani, unyenyekevu ni tabia ya Mungu. Nuru na giza haviwezi vikakaa pamoja. Hatari ya kuwa na kiburi ni kwamba katika kitabu cha Class Object Lessons, hakuna kitu kinachomkasirisha Mungu zaidi au kinachodhuru roho ya binadamu kama kiburi. Kwa hiyo tunapokuwa na kiburi, tunapoona ya kwamba hatuhitaji uongozi wa Mungu, Mungu hukasirishwa. Lakini jambo jingine, tunakumbuka ya kwamba kile kisa nilichoanza nacho cha mtoza ushuru pamoja na Farisayo, aliyehesabiwa haki ni yule aliyejinyenyekeza. Sasa jiulize, ni mara ngapi tunaenda nyumba za ibada, tunafanya ibada nyumbani, kama kiburi kiko ndani yetu, hizo ibada zinakuwa ni bure. Muombe Mungu akusaidie ushinde kiburi. Akiwa wanafunzi walishindana, ni nani anataka kuwa mkubwa? Sasa nani anataka kuwa mkubwa? Yesu yeye aliwaambia, anayetaka kuwa mkubwa na awe tayari kuwa kama vile anatumika. Haya maneno sio maneno ya mepesi sana, kwa sababu Yesu mwenyewe anapozungumza na wanafunzi anawaeleza kitu ambacho hata yeye ndicho anachokiishi, ndicho anachokifanya, kwamba yeye anayetaka kuwa mkubwa basi awe tayari kuwa mtumishi wa wengine. Luka 22 fungu la 27, baada ya huo mvutano, Yesu anasema ya kwamba maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au atumikaye? Siye yule aketie chakulani? Lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Hiyo ni tabia ya Kristo, kwamba Yesu yuko pamoja nao, lakini kwa namna anavyofanya, namna anavyotenda, namna anavyoishi ni kama vile aliye mtumishi. Yesu alijali watu, Yesu aliwatumikia watu, na yote aliyoyatenda ni kuonesha tabia halisi ya kwamba watu wasishindane kwa ajili ya kujiinua, bali mtu awe tayari kuwa mdogo kwa wengine, hata kama ana cheo, hata kama ana mamlaka, bado awe tayari kunyenyekea na kujishusha, kwa sababu heshima ya kweli, haki ya kweli, kuhesabiwa haki kwa kweli ni kule ambako Mungu ndiye anakufanya na sio nafsi ya binadamu. Kwa hiyo rafiki, somo hili linatufundisha mambo ya msingi sana kuhusiana na hali ya kujinyenyekeza. Katika Biblia tunaona mifano mingi ya watu. Kwa mfano Musa alikuwa ni mnyenyekevu, pamoja na yote ambayo angeweza kuyafanya,
lakini alikuwa ni mnyenyekevu sana. Na jambo jingine ambalo tunapaswa kulizingatia katika somo hili, kumbuka sehemu ya kwanza ilikuwa ni asili ya kiburi, lakini sehemu ya pili tumeangazia wokovu pamoja na kiburi, kwamba pasipo kuondoa kiburi wokovu hauwezekani. Lakini jambo la tatu ambalo tunakaribia kuhitimisha ni kwamba ili tuweze kuwa salama tumepaswa kumtazama Yesu Kristo. Yesu Kristo ni kinyume kabisa. Tabia ya Yesu Kristo ni ya unyenyekevu. Tabia ya Yesu Kristo haiendekezi kiburi. Kwa hiyo kama tulivyosema awali, Lucifer alitaka kukamata usawa na Mungu, alitafuta utukufu wake mwenyewe, alikataa nafasi yake aliyopewa, na hivyo kiburi chake kilianzisha dhambi. Lakini tunapokuja kwa habari ya Yesu, yeye alijinyenyekeza akashuka ili aweze kuwakomboa wanadamu. Sasa usalama wetu ni kumtazama Yesu Kristo. Unapomtazama Yesu Kristo, tabia yake inapokuwa ndani yako, tabia ya kujinyenyekeza itakuwa ndani yako. Katika kitabu cha Hesabu 12 fungu la 3, tunamuona Musa ya kwamba alikuwa mnyenyekevu sana zaidi ya mtu yoyote duniani. Musa anaposema nioneshe utukufu wako, ni ombi ambalo hata wewe na mimi tulipaswa kuliomba, kutafuta kumuona Mungu katika uhalisia wake, kutafuta tabia ya Mungu, kutafuta Mungu ajifunue kwake, kutafuta yani Mungu aoneshe nini mwanadamu anapaswa kukifanya. Hilo lingekuwa ni ombi na hitaji la kila mmoja wetu, ya kwamba ili tushuke chini na kujinyenyekeza, tunapaswa tutafute uso wa Mungu, tumtazame Kristo. Kumtazama Kristo si tu kusoma neno lake juu juu kama utamaduni, si tu kuomba maombi ambayo tu yako kwenye ratiba, lakini ni kuishi kama yeye anavyotaka, ni kuruhusu yeye aingie katika maisha yetu, auwe kiburi, auwe majivuno, auwe kila kitu ambacho kinaweza kikamuinua mwanadamu na kikampa hali ya kiburi. Kwa hiyo mfano wa Musa pamoja na yote aliyoyapitia unatufundisha ya kwamba tumepaswa kuwa wanyenyekevu. Katika pointi nyingine, tukitaka tuendane na kile Yesu anachohitaji, ni kuangalia unyenyekevu wa kweli. Niligusia kwamba unapokuwa mnyenyekevu, haina maana ya kwamba wewe umejidharau. Haina maana ya kujidharau, bali ni kuruhusu Mungu atende ndani yako. Sio udhaifu, bali ni kujikabidhi katika nguvu ya Mungu. Yaani Mungu atende kazi ndani yetu, na ndipo tutaweza kuwa wanyenyekevu. Lakini matunda ya unyenyekevu ni nini? Ni pamoja na kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 yako maneno ambayo ningetamani nisome hapo. Waebrania sura ya 11 fungu lile la 24 mpaka fungu la 26. Neno la Mungu linasema ya kwamba Musa kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu
kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Haya maneno yanamaanisha ya kwamba Musa alivyojikuta tayari yuko katika nyumba ya kifalme, bado alitambua asili yake, alitambua Mungu aliyemlinda, ya kwamba hapaswi kung'ang'ania ile fahari ya kuinuliwa katika dunia hii, bali alikuwa tayari kusimama upande wa Mungu. Sasa swali kwako, swali kwangu ni kwamba tuko tayari kusimama upande wa Mungu au tuko tayari kusimama upande wa Shetani? Na hivyo kwa somo hili litukumbushe tu ya kwamba pasipo kumtegemea Mungu tutadumu kuwa katika hali ya kiburi. Pasipo kumtegemea Mungu tutadumu kuishi maisha hayo, hatimaye tutapotea. Kiburi si tabia ya Mungu, kiburi ni tabia ya Shetani. Katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote yako maneno haya: kabla ya heshima kuna unyenyekevu. Mbingu inachagua mfanyakazi ambaye kama Yohana Mbatizaji anachukua nafasi ya chini mbele za Mungu. Yeye anaweka muhuri wake mwenyewe kwa watu, si kwa cheo chao, si kwa utajiri wao, si kwa ukuu wao wa akili, bali kwa umoja wao na Kristo. Rafiki, umeunganikaje, umefungamana vipi na Kristo katika maisha yako? Usalama wako, usalama wangu ni kujishusha, ni kujikana nafsi na kuruhusu Roho wa Mungu ndiye atawale maisha yetu. Katika somo hili linatukumbusha tu ya kwamba sisi si kitu isipokuwa pale tunapokuwa na nguvu ya Mungu ndani yetu. Tukibaki kama tulivyo pasipo Yesu Kristo, sisi tutakuwa na hali ya kiburi, tutakuwa na hali ya kujisifu, tutakuwa na hali ya kujiona tu bora kuliko wengine. Hebu na tufuate tabia ya Kristo ambayo alidhihirisha unyenyekevu, alifundisha unyenyekevu, aliuishi unyenyekevu, alitamani anaowafundisha ukiwemo wewe pamoja na mimi waishi katika hali ya unyenyekevu. Ni nini kinachokufanya ujione bora kuliko wengine, wakati vitu vyote na sisi wenyewe ni mali ya Mungu? Hebu ukamhesabu mwenzako kuwa thamani, hautakaa kamwe kuwa na kiburi. Na hilo linamaanisha kwamba unapojiinua kwa kiburi, unatoa nafasi ya Mungu, nikimaanisha ya kwamba unajihesabia haki mwenyewe, kama ambavyo Lucifer alitaka apandishe kiti chake juu, yeye aliye mwenye enzi na aliye muumbaji. Mungu akubariki sana unapotafakari neno hili, na siku zote jishushe, usiwe na kiburi, kwa sababu kiburi hakikusaidii kupata wokovu, bali kiburi kinakusaidia kupotea milele. Muombe Mungu uwe na tabia ya Yesu Kristo ambayo ni tabia ya unyenyekevu. Thamini wenzako, watangulize wenzako kuliko wewe mwenyewe, na Mungu atakusaidia na kukubariki. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu katika wiki ijayo, ambayo itakuwa ina kichwa kisemacho nafasi ya Biblia katika maisha yako. Nafasi ya Biblia ni ipi? Ni maswali ambayo tutaweza kuyajibu kupitia tafakari hiyo. Mungu akubariki sana katika jina lake Yesu Kristo, amina. Baba Mungu, asante na tunakushukuru kwa kutukumbusha maneno haya. Tufundishe kuwa nyenyekevu, ambayo ndio tabia yako Kristo. Tembea nasi, ondoa kiburi katika maisha yetu, funua tabia yako katika maisha yetu,
na tuendelee kukuona na kuishi kile upendacho. Tumeomba na kushukuru ya kwamba utatuleta tena hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen.